Katika jina lako tunakusanyika katika eneo hili leo tena, ili tupate kuendelea Baba wa rehema kujifunza neno lako. Neema yako iliyokuwa pamoja nasi kwenye kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Kutoka, kitabu cha Mambo ya Walawi, kitabu cha Hesabu, kitabu cha Kumbukumbu la Torati, kitabu cha Baba wa rehema Yoshua, Waamuzi, na kitabu cha Ruti. Baba wa rehema, iwe pamoja nasi Baba wa rehema kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza. Baba wa rehema, napoanza Samueli wa kwanza kitabu cha 9 kwenye Biblia, neema yako iwe pamoja nasi, na Roho Mtakatifu akutufungulia Baba yote aliyejificha, maana Biblia imesitirika. Kwa neema yako Baba tupate kujua, maana maandalizi ya moyo ni ya mwanadamu, lakini jawabu ya ulimi hutoka kwa Bwana. Baba, neno lako lipitapo, kuna neno kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza inayohusu maisha ya mtu mmoja. Mtu huyo asikiapo Baba wa rehema neno hilo, Baba imkarabati, imhuishe, imuumbe tena upya, imrejeshe katika asili yake. Na Baba wa rehema, watakatifu wako wale na kushiba mbele zako Bwana. Mtumie kama chombo chako, useme aliyo kwangu, bali useme aliyo kwako Baba wa rehema. Kupitia kwangu neno lako Baba likifikia wote, hata wote wanaotufuatilia wakiwa katika nchi za bara mbali, isiwe ni kigezo cha Baba kuzuia watu wasipate haki yao kutoka kwako. Sema nasi Bwana. Na Baba, neno lako liguse taifa letu, ulete amani katika taifa letu, uokoe taifa letu na mabaya yote. Baba wa rehema, ulinde viongozi wetu Baba wa kitaifa. Baba wa rehema, amani yako Baba wa rehema itamalaki katika mikoa yote, kati ya wote Baba wa Tanzania. Na Baba, neema yako iguse uchumi wetu na uchumi wa mtu mmoja mmoja, idara zote uzilinde Baba wa rehema. Nami nalitukuza jina lako, maana injili yako ya kweli itakamata taifa letu la Tanzania na hata mataifa yanayozunguka Tanzania na mataifa yote duniani Baba wa rehema. Na injili hiyo ikiongoza watu Baba kuelekea kwenye ujio wa Yesu mara ya pili, katika jina la Yesu Baba wa rehema, tunaidhirisha nyakati za mwisho zilizotabiriwa ya kuwa kama maji yajazapo bahari, ndivyo Baba wa rehema hekima yako na maarifa yako itajaza Baba wa rehema dunia. Hekima yako Baba imjaze kila mmoja atakaye kuwa na utayari Baba wa rehema ya kupitia Biblia, na Baba wa rehema akipata kujua ukweli, na huo ukweli Baba wa rehema imtoe shetani na wakala wake na kuwafungia kule kuzimu, ili Baba wa rehema kila mmoja apate kujua ukweli, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na wote tuseme amen. Amen. Ni wakati mwingine tena, na ni furaha yangu ya kuweza kupata kibali cha kusimama mbele ya watakatifu wa Bwana. Kwangu mimi ni bahati, kwa sababu nimempa Mungu nini mpaka mimi nipate kuwepo siku ya leo, na hata wakati huu nipate kuuona. Sio eti waliotangulia mbele ya haki wametenda mabaya kuliko mimi, ama kuna jambo nililotenda bora kuliko waliotangulia mbele ya haki. Hapana. Lakini kwa neema ya Bwana amenipa nafasi ya kusimama tena mbele ya watakatifu wake duniani kote, ili anitumie kama chombo chake, lakini akisema aliyo kwake. Watakatifu wa Bwana ni hatua nyingine tena ya kuendelea kujinyenyekesha chini ya msalaba wa Bwana, ili tupate kumjua Mungu. Neno ni Mungu na Mungu ni neno. Ajuaye neno la Mungu humjua Mungu mwenyewe, na amjuaye Mungu mwenyewe bila shaka maisha yake huwa yabaki jinsi alivyokuwa. Na jana tulikuwa tumehitimisha kitabu cha Ruti, kitabu cha 8 kwenye Biblia. Leo nimepata neema ya kwenda kwenye kitabu cha kinachofuata baada ya kitabu cha Ruti, naye ni kitabu cha Samueli wa kwanza. Hatimaye sasa tunatoka kwenye Waamuzi, tunaelekea sasa kwenye utawala wa wafalme. Mungu alitumia waamuzi kutawala taifa la Israeli. Pamoja na hivyo, wana wa Israeli tutaona ya kuwa walitamani kuwa kama mataifa mengine, lakini Mungu bado alibakia kuwa kiongozi wao. Lakini sasa Mungu
akihamisha mfumo iliyekuwa kwa kuinua mtu mmoja aliyekuwa ni mwamuzi kutoka kwenye kabila moja, na Mungu sasa akatumia mawazo yao ya kutaka kuwa kama mataifa mengine, kuwa na mfalme ambaye angewaongoza kwa kwenda mbele yao katika vita. Lakini Mungu bado akabakia kuwa ni kiongozi wao, lakini akiongoza kupitia wale wafalme. Ndio maana tunaona ya kuwa kuna wafalme ambao hawakudumu katika kuongoza taifa la Israeli, kwa sababu kuongoza taifa la Israeli kwa kiongozi aliyechaguliwa na Mungu ilitegemea kama angekuwa mtii kwa Mungu, basi uongozi wake ungekuwa mzuri, lakini pia ingedumu. Mfano mzuri ni mfalme wa kwanza ambao ni Sauli. Tutamuona kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza tunayeanza leo kuweka msingi wake, lakini tunaona kabisa kuwa ni kana kwamba alikaa na Mungu vizuri miaka miwili. Baada ya hapo alitoka kwenye ule utii, akaanza kutembea katika mapenzi yake na tamaa zake. Lakini utakuta kabisa kuwa Samueli alipokuwa anamuongoza Sauli, bila shaka Sauli alitembea vizuri na Mungu sana, huyu mfalme Sauli aliyekuwa mfalme wa kwanza. Lakini kwenye sura ya 12 kitabu cha wafalme wa Samueli wa kwanza, utaona pale ambao Samueli atajiuzulu sasa na kukabidhi sasa mamlaka yote kwa huyu mfalme. Hapo ndipo ataanza kuota mapembe, na alipoota mapembe tayari moja kwa moja akatoka. Na tunaona kabisa kuwa alipotoka, Mungu alifanya nini? Mungu akutumia tena kigezo cha mtu mrefu kuliko wote na mtu mzuri kuliko wote. Mungu aliamua sasa akachague sasa katoto kadogo ambapo alikuwa ni mchungaji wa kondoo sasa, lakini huyu mtoto alikuja kuwa ni mfalme aliyekuwa ni mkuu katika taifa la Israeli. Lakini nasema hivi, tunaingia kwenye sehemu ambayo sasa ni tamu kwenye Biblia, maana unapoongelea habari za ufalme wa Israeli unaongelea kwanza Jamhuri ya Muungano wa Israeli ikiwa na makabila 10 na ngapi? Mawili. Lakini muda sio mrefu baada ya utawala ya wafalme watatu wa kwanza waliyekuwa ni mfalme Sauli aliyetawala miaka 40, na mfalme uliyempata alikuwa ni mfalme Daudi, nayo akatawala miaka 40. Lakini pia na mtoto wa Daudi mfalme Suleimani nayo akatawala miaka 40. Na maana katika miaka 120 palikuwa na wafalme waliyetawala Jamhuri ya Muungano wa taifa la Israeli. Lakini baada ya wafalme watatu hao tunaona kabisa kuwa ufalme sasa unagawanyika, na ikitokea falme mbili sasa. Falme mbili hizo ikitengeneza ufalme wa kaskazini na ufalme wa kusini. Ufalme wa kaskazini ilikuwa pia ikiitwa nani? Efraim. Unaona sasa, lakini pia ilikuwa inaitwa Israeli pia. Lakini ufalme wa kusini ikawa inaitwa nini? Inaitwa taifa la Yuda. Bwana Yesu asifiwe. Lakini taifa la Yuda ilikuwa na makabila mawili ambayo ni kabila la Benjamin na kabila la Yuda. Lakini taifa la kaskazini ilikuwa na kabila la Rubeni, unakwenda kwenye Simeoni, unakwenda kwenye Dani, Naftali, Gadi, Asheri, unakwenda kwenye Manase, unakwenda kwenye Efraim. Umeona sasa, hao wote walikuwa ni makabila 10 yaliyotengeneza taifa la kaskazini. Lakini hebu sasa nirudi kwenye kitabu cha Waamuzi, maana naona kama nataka kushuka sana. Haitakiwi nishuke sana, naona kama mteremko huo unazidi kuwa mkali sana na upepo unataka nipeleke haraka. Hebu upepo subiri ili niende taratibu. Nataka nibebe mtu mmoja nimfikishe sehemu ambayo alitamani afike, maana wengi hawakuwepo mwaka juzi tulipopitia Biblia yote na tukapitia wale wafalme. Injini ya Biblia iko kwenye hao wafalme, maana katika wafalme hao utakuta kabisa ya kuwa kila mfalme alikuwa na manabii waliokuwa kama waangalizi. Mfalme alikuwa nani? Mfalme alikuwa ni mchungaji, lakini mlinzi alikuwa ni nabii. So kumbuka ya kuwa mfalme atakiwa atende kazi pamoja na nabii. So utaona manabii wote, kuna manabii wengine ambao hawakuandika vitabu, lakini walikuwepo.
lakini kuna manabii wakubwa waliandika vitabu na manabii wadogo waliandika vitabu. Wanabii wakubwa waliandika vitabu walikuwa ni manabii 4. Manabii wadogo waliandika vitabu walikuwa ni manabii 12. Kwa jumla manabii waliandika vitabu walikuwa ni manabii 16. Bwana Yesu asifiwe. Ingawa kuna manabii wengine ambao hawakuandika vitabu, lakini ukisoma Biblia ya Kiebrania unakuta kabisa kwa manabii waliotajwa na Waebrania ama Wayahudi ni tofauti. Maana ukienda kwenye Biblia ya Kiebrania kuna manabii wa kwanza. Manabii wa kwanza anatajwa nani? Inatajwa kitabu cha Yoshua. Unakwenda kwenye Waamuzi, unaenda kwenye Samueli. Samueli kwenye Biblia ya Kiebrania ilikuwa ni kitabu kimoja. Wafalme ilikuwa ni kitabu kimoja, lakini ilivyotafsiriwa katika lugha ya Kiunani baada ya kuchukuliwa watu 70 waliotoka kule Israeli na kwenda kule Alexandria kwenye nchi ya Yunani ama Griki, na wakafundishwa wale watu 70 ndio waliokuja kutafsiri Biblia kutoka. Walifundishwa lugha ya Kiunani, wakatafsiri Biblia baada ya kwanza kutoka kwenye lugha ya Kiebrania kwenda kwenye lugha ya Kiunani, na ikaitwa hiyo Biblia iliyotafsiriwa ya kuwa 70. Kwenye lugha ya Kiunani inaitwa Septuagint. Septuagint ilikuwa na maana ya 70. So Biblia kwanza kutafsiriwa ilikuwa hivyo. So hao ndio walioitenganisha kitabu, waliogawanyisha kitabu cha Samueli ikawa Samueli wa kwanza na wa pili. Samueli wa kwanza ikiwa inahusu mwanzo wa wafalme wale mpaka kifo cha Suleimani, lakini wafalme wa pili ikihusu utawala wa mfalme Daudi, lakini hiyo ni Samueli. Lakini wafalme pia ikigawanywa na ikiwa na wafalme wa kwanza na wafalme wa pili, na ikiwa na wafalme wa kwanza na wa pili ikiwa na mwendelezo wa mgawanyo wa ile taifa kuwa kwenye pande mbili, kaskazini na kusini, lakini upande wa kaskazini wakiwa wametawala mafalme 19 mpaka wakifikia wakati ambao walipelekwa utumwani kule Ashuru katika mwaka wa 722. Lakini wafalme wa Yuda walikuwa ni 20 nao mpaka inafikia mwaka wa 585, na wao ufalme ule ulianguka na wakapelekwa Babeli. Sasa nirudi kwenye msingi wa kitabu cha Samueli. Nimesema kitabu cha Samueli wa kwanza ni kitabu cha 9 kwenye Biblia. Kitabu cha 8 ni kitabu cha Ruti. Kitabu cha 7 ni kitabu cha Waamuzi. Kitabu cha 6 ni kitabu cha Yoshua. Kitabu cha 5 ni kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Kitabu cha 4 ni kitabu cha Hesabu. Kitabu cha 3 ni kitabu cha Mambo ya Walawi. Kitabu cha 2 ni kitabu cha Kutoka, na kitabu cha kwanza ni kitabu cha Mwanzo. Nisiko kisema haleluya. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Umeona sasa? Leo tunaongelea kitabu namba 9, lakini unaweza kadhani hapo unaweza kufika kitabu namba 9 pasipo kuelewa kitabu namba 8, kitabu namba 7, na kitabu namba 1. Ndio maana narudi pale nasema hivi, for you to understand any book in the Bible, you have to understand the other books in the Bible. That was what will make the environment for you to understand the meaning in one book. Lazima uelewe vitabu karibu vyote kwenye Biblia ili upate kuelewa kitabu kimoja. Ndio maana huwezi kuelewa kitabu cha Samueli wa kwanza pasipo kuelewa vitabu 8 vilivyopita. Huwezi kuelewa kitabu cha Samueli wa pili pasipo kuelewa vitabu 9 vilivyopita. Maana kitabu cha Samueli wa pili ni kitabu cha 10. Hiyo ni uzoefu ambayo mimi nasema ya kuwa mpaka naisema naingia kila siku. Asikudanganye mtu. Umejua kuna wakati mwingine nikiongea unaweza kadhaa na tania. Once upon a time I decided to read the Bible. I read the Bible for 5 consecutive years. But I ended up with nothing. 5 consecutive years. Not that I was studying the Bible for just the sake of studying. Sometimes during night time, I used to study up to 3 a.m. na kwenda mpaka saa 9 usiku, na mchana tena nasoma, lakini nasoma nikimaliza kusoma nikitoka pale na kichwani pia zimetoka. Miaka 5 mpaka nikaingia kwenye kufunga na kuomba. Watakatifu wa Bwana, habari za kumjua Mungu, hiyo ni neema ya Mungu. Kwa sababu neno, unaposema neno la Mungu unasema nini?
Imeandikwa neno ni Mungu. Sema neno ni Mungu. Neno ni Mungu. Na Mungu ni neno. Unaona sasa, kama Mungu ni neno, ina maana ukifanikiwa kujua neno la Mungu, basi umemjua Mungu. Hakuna anayemjua Mungu akabakia jinsi alivyo. Lakini mara nyingi, kwa nini Biblia inapiga watu chenga? Ni rahisi sana ukasoma neno alafu ukashindwa kuirudia, hatimaye sehemu hiyo inayotakiwa urudie ili uelewe, ukachomeka ya kwako pale. Tayari mapokeo yanaanza kuingia hivyo. Umeona sasa? Lakini ukiongeza neno moja ama ukitoa neno moja, imetosha kuondoa maana ya sura hiyo ama maana ya mstari huo. Ndio maana utakatifu wa Bwana kuna kufundisha mapokeo na kuna kufundisha Biblia. Ndio maana nasema hivi, kwa mtu anayeniambia kuwa hajawahi kusoma kitabu cha Mwanzo alafu anaibuka anasoma kitabu cha Kutoka, hataelewaje? Maana kusoma kitabu cha Kutoka inaanzia mahali kitabu cha Mwanzo ilifanya nini, iliishia. Mahali ambapo kitabu cha Mwanzo inaishia pale kwenye kifo cha Yusufu, pale ndipo nini kitabu cha Kutoka inafanya nini, inaanzia. So huwezi kujua wale watoto wa Yakobo na watoto wao inayeanza kwenye Kutoka sura ya kwanza pasipo kusoma na kujua Mwanzo sura ya 29. Watoto wa Yakobo wanaanza kuzaliwa 29, wanazaliwa wanne wale. Ukienda sura ya 30, 31 mpaka kufikia 35, mtoto wa mwisho wa Yakobo ambao ni Benjamin anazaliwa. Lakini sasa wanashukaje wakienda Misri? Kwenye kitabu cha Mwanzo sura 46. Umeona sasa, ni vitu ambao huwezi kuelewa. Huwezi ukaelewa wale Walawi pasipo kuelewa ya kuwa Walawi walitoka kwenye mtoto wa ngapi wa Yakobo. Lazima uelewe Lawi mtoto wa 3 wa Yakobo na ujue alizaliwaje. Bwana Yesu asifiwe. Ndio wanasema hivi, msisitizo ni kama ukuelewa kitabu cha Mwanzo mpaka cha 8, hata kwenye Samueli utatoka bure. So ifanyie kazi kule nyuma. Maana Samueli anatembea kwenye Torati. Torati ililetwa na Musa. Mungu alileta kupitia Musa. So kumbuke ya kuwa tunapokwenda sasa, tunaanza kuona sasa, tuliona wale waamuzi waliokwenda kinyume na nini na Torati kwa kufanya nini, kwa kuchangamana. Makabila aliyechangamana na mataifa mengine. Torati ilisema kuwa usiwape mabinti zako wala usiwaozeshe wanao, maana wasije wakakukengeusha wakakufanya nini, uabudu miungu yao. Lakini umeona kwa mfano kama kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 17, unaona kabisa Mungu alimwambia Musa ya kuwa mfalme watatamani kuwa na mfalme. Tayari tunaelekea kwenye kuwa na mfalme, lakini Mungu anatabiri jambo hilo miaka zaidi ya 400 kabla ya tukio, ya kuwa ipo siku watatamani kuwa na mfalme. Lakini Mungu anatoa maagizo yote ya kuwa utachagua nani, lakini anasema na huyo mfalme asiwe na wake wengi, wasije wakafanya nini, wakamgeuza moyo. Lakini ukienda kwenye kitabu kile cha nini, kitabu kile cha Wafalme sura ya 11, tayari unaona kabisa kuwa Mungu anamwambia Suleimani ya kuwa hakika yake mimi nitaurarua ufalme wako, maana wake zako wamekugeuza moyo. Suleimani akaenda kinyume na Torati. Matokeo yake nini? Mabaya sasa. Lakini kwa sababu Daudi alitenda mema, Suleimani hakufungukiwa na kitu kwa sababu ya Daudi. Alisafiria lift ya Daudi, lakini alipokuja mtoto wake Rehoboam, sasa ufalme unagawanyika. Lakini Rehoboam badala atawale mafalo yale makabila 12, anatawala makabila mawili tu, alafu anachukuliwa mjakazi nyumbani kwao. Yeroboam alikuwa ni mtu anayesimamia nini? Anasimamia mashamba ya Suleimani. Kuna tofauti kati ya Yeroboam na Rehoboam. Rehoboam alikuwa ni mtoto wa Suleimani. Yeroboam alikuwa ni mwana wa Nabati, mwana wa mjane aliyekuwa ni mtendakazi. Lakini alipotenda kazi kwa bidii, Mungu anatangaza kupitia nabii Ahia ya kuwa ichane vazi hili vipande 10. Nabii Ahia amevaa vazi jipya, amemwendea kule shambani anakofanya kazi, anaposimamia kufanya kazi, anamwambia chana, vua hii vazi yangu, chana vipande 10, chukua chana. Akaambia chana, akachana vipande 10 inayowakilisha makabila. Alichagua 10, ambapo Mungu amekupa makabila 10. Lakini alipoambiwa hivyo, bado
hatimaye alikuja kuwa ndio mfalme wa taifa kaskazini. Ndio maana ukiona mbele utaona kabisa kiandiko ya kuwa naye akatenda mabaya kama baba yake Yeroboamu mwana wa nani? Wa Nabati. Mwana wa Nabati huyu akawa ni mfano wa mabaya. Daudi akawa ni mfano wa mema. Wewe ni mfano wa nini pale unakokaa? Wewe ni mfano wa aina gani pale unakofanya kazi? Wewe ni mfano wa aina gani pale unakofanya biashara? Lazima mfano wako iigwe na watu wengine. Lazima ongea yako imuonyeshe Kristo ndani yako. Lazima mawazo yako, lazima fikra yako, lazima hoja zako unazotoa mbele za watu Kristo aonekane. Salamu yako ikoje, mwana wa gizo kuu? Maneno yako yakoje? Je, ukifundisha naingilia huku yanatokezea huku? Mimi naenda. Sasa Samueli wa kwanza inayo sura 31. Kwa nini sura? Huwezi ukajua ujumbe kwenye hizo sura pasipo kujua inayo sura ngapi. Sura inakuongoza kwenye upate kujua ujumbe zinazofanana ama zinazopatana. So inayo sura 31. Lakini kumbuka ya kuwa kitabu hicho alikiandika nani? Samueli. Kitabu cha Samueli wa kwanza inaanza pia kama kitabu cha Ruti ilivyoanza. Inaanza kwa kutaja nini? Inaanza kutaja familia moja yenye matatizo. Kitabu cha Ruti nayo ilianza na familia moja ikiwa na matatizo ya njaa. Hatimaye wanaondoka wanakwenda kwenye nchi ya kigeni na balaa linaendelea kuandama. Lakini tayari na hichi kitabu cha Samueli inaanzia pia kwenye familia mtu mmoja anaitwa nani? Elkana, aliyekuwa na Rama. Rama ilikuwa ni wapi? Rama ilikuwa katika eneo la Efraimu. Watu wengi sana niliwahi kuona kwenye kitabu kimoja kisema kuwa Samueli alikuwa ni Mwefraimu. Samueli hakuwa ni Mwefraimu. Mimi nitakuonyesha Samueli alikuwa nani. Samueli alikuwa ni mwana wa Koathi. Alikuwa ni waumbali wa Kora aliyeasi. Ina maana watoto wa Kora wangeangamizwa, ina maana Samueli asingekuja kutokea. Samueli alikuwa ni waumbali wa Kora. Nitakuonyesha kwenye kitabu cha nini? Nitakuonyesha kwenye kitabu kile cha Mambo ya Nyakati ya kwanza sura ya 6. Tutasoma tu muda sio mrefu. Lakini kitabu hicho aliandika nani? Samueli anaanza kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza mstari wa kuanzia sura ya kwanza, lakini anakufa kwenye hiyo kitabu cha Samueli wa kwanza. Maana unaona kitabu cha Samueli wa kwanza inapoisha kwenye ile sura, inapokuwa kwenye sura ya 29 kule, unaona nani? Mfalme Sauli akiendea mwanamke mpandisha pepo, ampandishie nani? Ampandishie Samueli. Maana tayari balaa la kuandamwa na Filisti ilimkuta, na Mungu aliacha kusema naye, mwendea yule mwanamke mpandisha pepo, ampandishie Samueli ili amuulize Samueli ya kuwa nini inayotokea. Ni kweli alipandishwa Samueli. Samueli akamwambia, mbona unanitesa? Mbona nisumbua? Alafu Samueli anamaliza kwambia kwa Bwana, kesho muda kama huu utakuwa na wewe wapi? Huko kuzini. Ilikuwaje? Ilikuwa roho ya Samueli, sio Samueli. Tulie tunapokwenda mara hii upate kujua ilikuwaje. So kinachofanyika, aliandika kitabu cha Samueli. Vitabu vingi sana vinasema ya kuwa haijulikani mwandishi wake. Lakini mimi nakwambia hivi, kitabu cha Samueli kiliandikwa na jopo la watu. Baadhi ya chanzo cha kupatikana mambo yaliyoandikwa kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza ilitoka kwa Samueli mwenyewe. Lakini nitakuonyesha kwenye Biblia ambayo inaandikwa. Unaona, mimi ninapokuambia kitu ni lazima nitafute kwenye Biblia sehemu iliandikwa. Ndio maana nilikwambia Musa aliandika vitabu vya Torati, nilikuonyesha sehemu ambayo anaambiwa andike. Mungu anamwambia Samueli wapi? Kwenye ile kitabu cha Kutoka sura ya 10 na ngapi? 16, ya kuwa nitafanya nini? Nitakuwa na kisasi na Amaleki. Andika.
Mungu anasema kuwa atakuwa na kisasi na Amaleki. Musa tukaona naandika, lakini tulipoenda mbele pia tuliona Musa akiambiwa andike. Lakini utaona kabisa kwenye kitabu cha, nitakuonyesha kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati ya pili sura ya 29 na mstari wa 29 ya kuwa waliandika kitabu cha Samueli wa kwanza walikuwa ni Samueli wa kwanza, wa pili alikuwa ni Nathani, wa tatu alikuwa ni Gadi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mujibu nitakupeleka huo, utasoma utaona watakatifu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Aliandika ni watatu waliandika. Wa kwanza ni Samueli, wa pili ni Nathani. Nathani alikuwa ni yule nabii ambayo alimnyoshea Daudi kidole Daudi alipochukua mke wa Uria. Lakini Nathani alikuwa ni nabii na mshauri wa mfalme Daudi. Tutaona kwenye ile Samueli wa pili sura ya 7 Mungu anapofanya agano na Daudi na kumwambia kuwa unasema unataka kunijengea nyumba, lakini tangu nilipotoka Misri sikuwahi kufanya nini? Kukaa kwenye nyumba, nimekuwa nikikaa kwenye hema. Akamwambia kuwa wewe utanijengea nyumba, lakini mwanao atanijengea nyumba, lakini mimi ndio nitakayefanya nini? Nitakujengea nyumba. Hapo ndipo ahadi ya Masihi kuwa ni mwana wa nani? Wa Daudi. Lakini kumbuke ya kuwa aliyemshauri Daudi amjengee Mungu nyumba, lakini baadaye Mungu akamtuma aenda mwambie Daudi asimjengee nyumba, alikuwa ni huyo nabii Nathani. Alikuwa ni mtu nabii aliyekuwa na ukaribu na mfalme kama mshauri wa mfalme. Lakini Gadi alikuja kuwa ni nabii, lakini Gadi alikuwa ni mtoto wa nani? Wa Nathani. Bwana Yesu asifiwe. Bila shaka, hebu tusome sasa tuone. Hatupendi kuandikia mate wakati wino upo. Pendi kuandikia mate wakati wino upo. Tunapenda tuwe na kitu kinachoitwa biblical proof. For you to mention anything concerning the holy book, the Bible, it is good for you to accompany yourself with the biblical proof. That is what will make people know that exactly what you are talking about is the word of God. Without you doing that, then maybe you will be talking your personal revelation. That is why, when you are not sure of anything you are talking concerning the word of God, just be transparent. But it is good always to have a proof in the Bible. That is biblical proof. Nasema hivi, unapoongea neno la Mungu, ni vizuri sana uwe mwazi kabisa. Ukipeleka watu katika maeneo kwenye Biblia yanayefanya nini? Yanayekuwa ni udhibitisho ya mambo unayoongea. Mara nyingi sana tumekuwa tukiongea sana, lakini hatuna na vidhibitisho vinavyotoka kwenye Biblia. Hebu tusome kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati ya kwanza sura ya 29 na mstari ya 29. Tuone juu ya mwandishi wa kitabu cha Samueli wa kwanza. Soma kwa jina la Yesu. Bila shaka ni kitabu cha Nyakati wa kwanza sura ya 29 na mstari wa 29. Basi habari za mfalme Daudi mwanzo na mwisho, angalia, zimeandikwa katika tarehe ya Samueli mwonaji na katika tarehe ya Samueli nini? Samueli kumbe alikuwa mpaka neno mwonaji ilikuwa ni neno iliyetumika kwa mtu aliyekuwa ni nabii. Umeona? Ndio maana utaona kabisa punda wale wa Kishi wanapopotea na mwana wa Kishi ambao ni Sauli anapotumwa na mjakazi waende watafute, wanauliza kwa je, kuna muonaji hapa atuonee? Na hili jambo limekuwa mpaka sasa hivi. Watakatifu wa Bwana, neno la Mungu ndilo litakiwa ione kwa sasa hivi. Uwe makini kabisa. Unaweza ukatenda kwa vizuri, lakini sasa ukaaminisha watu kwenye mambo ambayo haiwezi ikawapeleka waamini katika neno la Mungu, wakaishia kuamini katika mambo ya kuona. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yesu alisema nini juu ya kuona? Alimwambia Toma. Yesu akawa amefufuka. Alipofufuka ile siku ya kwanza ya juma, asubuhi alipaa juu akienda kujionyesha mbele ya Baba yake ya mbinguni kama limbuko. Umeona sasa? Alienda tunajuaje alienda? Ukisoma kwenye kitabu cha Yohana sura ya 20, mstari wa 16, 14 mpaka 16, tunaona Yesu anapofufuka pale anamtokea Maria Magdalena.
Maria Magdalena alikuwa analia pale, lakini malaika wale baada ya kuongea naye akamtokea Yesu. Lakini Yesu alikuwa amevaaje? Yesu alikuwa amevaa kama ukuhani mkuu, na kwa tayari Yesu alishakabidhiwa ukuhani mkuu. Sasa ukuhani ule wa Melkizedek, ndio maana hauwezi kuniambia kuwa Maria Magdalena alikuwa mjui Yesu wakati alikuwa anakaa mguuni pa Yesu. Ndio kati ya wale wanawake waliyebeba ile huduma ya Yesu. Lakini umeona Yesu alipofufuka, alifufuka amevaa kama nani? Amevaa kama kuhani mkuu alivyokuwa akivaa ile siku ya upatanisho, akiingia ndani kuwapatanisha dhambi zao taifa la Israeli. Na ndio pia siku ambao walikuwa nafunga. Hiyo siku ya upatanisho ilikuwa ni siku ya 10 ya mwezi wa 7. Hiyo ni kalenda ya kidini ama ya Kiwayahudi. So Yesu hakuvaa kama kuhani mkuu alipokuwa anavaa vazi la kuhani. Vazi la kuhani ilikuwa na kanzu, joho pamoja na ivera na kifuko ambacho ilibeba vipande viwili vya Urim na Thumim. Alikuwa na bapa kwenye bega lake. Kwenye bapa iliandikwa makabila 6 huku na 6 huku, na kwenye kifua chake kile kifuko cha hukumu ilibeba mawe 12 ikiwakilisha kila kabila. Lakini kichwani alikuwa na kilemba cheupe, lakini akiwa na bapa ama ufito iliandikwa nani? Mtakatifu kwa Bwana. Yesu akuvaa hivyo. Kuhani mkuu alikuwa anavaa hivyo katika siku zingine zote, lakini siku ya upatanisho kuhani mkuu alikuwa anavaa kanzu pamoja na kilemba peke yake. So Yesu alivaa kama kuhani mkuu alivyokuwa anavaa siku ya upatanisho. Ina maana hivyo ndivyo wakulima walikuwa wanafanya nini? Walikuwa wanavaa, wale watunza bustani. So Maria Magdalena akahisi ya kuwa Yesu ni mtunza bustani, akamwambia, wewe mtunza bustani, nionyeshe umemficha wapi, niende nikamtoe. Yesu alipomkazia macho akamwita kwa jina lake, naye Mariam akamtambua, akasema Raboni. Maana ya Raboni nini? Mwalimu kwa Kiebrania ni Raboni. So kilichopata ni nini? Alipotaka kumgusa Yesu akamwambia hivi, usiniguse maana sijaenda kwa baba yangu naye ni baba yenyu, na ni Mungu wangu na ni Mungu wenyu. Nenda kwa ndugu zangu. Yesu sasa anaita wanafunzi wake ndugu zake. Nenda kwa ndugu zangu uwaambia kuwa ninakwenda kwa baba yangu naye ni baba yao, Mungu wangu naye ni Mungu wao. Lakini pale pale ni asubuhi alipofufuka Yesu akapotea muda ule. Alipopotea muda ule alikwenda wapi? Amemwahidi Maria Magdalena kuwa anakwenda kwa nini? Anakwenda kwa baba yake. Lakini Yesu anawatokea jioni. Sasa ina maana ile asubuhi Yesu alipofufuka, Yesu alifanyika kuwa ni limbuko. Maana asubuhi ya kwanza ya Jumapili ya kwanza baada ya Pasaka ilikuwa ni wakati wa kupeleka limbuko hekaluni. Watu walipeleka zile miganda ya shairi na kuyainua juu ya hekalu la Bwana. Yesu akaenda mbinguni kama limbuko. Kazi ya limbuko ni nini? Yaani mavuno ya kwanza ambayo inatakiwa Bwana ndiye aanze kula. So kinachofanyika, Yesu akawa limbuko yetu sisi tunayetarajia kwenda mbinguni, akawa wa kwanza kufufuka na kupaa kwenda nini? Mbinguni. Lakini wakati huo kumbuka ya kuwa alitoka kusulubishwa, bado ana alama za msumari. Lakini kumbuka kazi kuu ya Yesu kwenda mbinguni pasipo kuonekana na kurudi. Hiyo ina maana gani? Ina maana ya kuwa ilikuwa inahitajika kule mbinguni damu ya thamani ya kuweza kutakaza mbinguni, maana dhambi ilianzia kwenye hekalu la mbinguni. Yule aliyekuwa ni kuhani wa sifa, Lucifer, alifanya nini? Alinajisi hekalu la mbinguni. Ndio maana Yesu ikabidi aende na damu yake akaitakaze mbinguni, lakini pia akiwa kama akijionyesha kama limbuko mbele ya baba yake, ili sasa ikitokea sisi tukienda kule au wa kwanza wa kuingia mbinguni kule. Hebu tupigie limbuko yetu makofi makubwa kwanza. Yesu akafanyika kuwa ni limbuko, lakini kumbuka ya kuwa akajitakasa. Lakini kumbuka sasa tayari anavorudi sasa, alipojionyesha kama limbuko akatakaza mbinguni. Ndio maana sasa akakabidhiwa nini?
Baada ya kukamilisha kazi ya ukombozi, akakabidhiwa kitu kinachoitwa sasa mamlaka yote ya mbinguni na duniani, ambao sasa alipokuwa anapaa juu baada ya siku ya 40, sasa akawaambia wanafunzi wake ya kuwa mamlaka yote ya mbinguni na duniani nimepewa mimi. Alipewa lini? Alipewa siku alipofufuka akaenda mbinguni. Kumbe Yesu alipaa juu. Mara ya kwanza alipaa juu pasipo kuonekana, lakini mara ya pili ambayo ni siku 40 Yesu akapaa juu akionekana. Ina maana ilikuwa ni picha na kivuli cha Yesu kurudi. Yesu atarudi mara ya kwanza, atakaporudi hataonekana. Ni wale tu wanaishi maisha matakatifu ndio atakayemuona na kufumba na kufumbua, watavaa mwili usiofanya nini? Usioonekana, watakwenda kumlaki. Na waliyekufa katika Kristo watafufuka, wataungana na hao waliyevaa mwili usioonekana, watakwenda kumlaki Kristo. Hiyo ni ufufuo wa kwanza, ambayo ni utimilifu wa kupaa kwa Yesu pasipo kuonekana na kurudi. Mwana, lakini patakuwa sasa na kurudi sasa akionekana juu ya yule mlima Mzeituni, jinsi alipopaa juu. Ndio maana ile ya siku 40 sasa ina maana inawakilisha Yesu kurudi sasa, kurudi na malaika sasa, na sisi pamoja akionekana akienda kwenye vile vita. Nisikie mtu mmoja akisema amen kubwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasema hivi, inawezekana, lakini kwa nini Mungu anafungua hayo yote? Umeona, tunaanza kuunganisha Biblia tukianzia mwanzo, tukienda katikati, tukienda mpaka mwisho, lakini inayo sababu yake. Usipojua mambo yajayo kule, kuna watu wengi wanatenda dhambi kwa sababu gani? Hakuna mtu anayemfundisha aishi maisha matakatifu ili iweje. Anaamini kabisa kuwa mimi nipate matrilioni zangu hapa duniani nimiliki. Maana hakuna anayemfundisha habari za kurudi kwa Yesu mara ya kwanza na mara ya pili. Sisemi kuja kwa Yesu mara ya kwanza. Kuja kwa Yesu mara ya kwanza alishakuja. Kama ni kuja anakuja mara ya pili, lakini kama ni kurudi anarudi mara ya ngapi? Hakuwahi kurudi. So kuna kuja mara ya pili baada ya kuja mara ya kwanza, na anapokuja mara ya pili hata kuja kama alipokuja mara ya kwanza. Alikuja kama mkombozi. Mara ya pili atakuja kama bwana harusi anayekuja kuchukua bibi harusi yake. Mara ya tatu atakuja kama mfalme sasa anayekuja kusimika ule ufalme wa theokrasia iliyekuwepo kwenye Agano la Kale. Nisikie amina kubwa. Amen. Bila shaka tumeona ya kuwa ni Gadi, Samueli pamoja na Nathani, hao waliandika kwenye Nyakati ya Kwanza 29:29. Matukio ya kitabu hichi ni kati ya mwaka 1085 hadi 1005. Kwa nini nashuka? Miaka kabla ya kuzaliwa kwa Yesu inaandikwa kabla KK, kabla Kristo. Kiingereza ni BC, before Christ. Ina maana miaka hiyo ilikuwa inashuka chini. Ilipofikia kwenye kuzaliwa kwa Yesu, miaka ndio ikaanza kufanya nini? Ikaanza kupanda juu. Na inapopanda juu, sasa hivi imefika mwaka wa 2018. Bwana Yesu asifiwe. Lakini miaka ilikuwa inashuka chini. Ina maana miaka ilikuwa inaelekea kwenye ujio wa Yesu Kristo. Baada ya hapo, miaka inatoka kwenye ujio wa Yesu Kristo inakwenda juu sasa. Na nione ukipunga hivi kama unanielewa, kama unanipata na kunielewa, punga hivi alafu sema haleluya. Haleluya. Matukio hayo yalikuwa katika nchi ya Israeli. Nchi gani? Ile nchi ya ahadi ambayo Mungu aliapia baba zao, ile nchi ya Kanani waliyerithi. Tuliona wakiteka nchi ya Kanani na wakigawa katika miliki zao kwenye kitabu cha kitabu cha Joshua. Lakini sasa matukio haya yote ya kitabu cha Samueli yatatokea pia pale pale katika taifa la Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Wahusika wakuu ni huyu mwamuzi, nabii na kuhani, nani? Samueli. Lakini pia na mfalme wa kwanza wa Israeli aitwaye Sauli, na watatu ni mfalme Daudi. Hao watatu ndio wahusika wakuu kwenye kitabu gani? Kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe tena. Mwanzoni
Ina maana kusema mwanzo nasema Biblia ile ya kwanza iliandikwa ya Kiebrania. Kitabu cha Samueli ilikuwa ni kitabu kimoja. Haikuwa na kitabu cha Samueli wa kwanza na Samueli wa pili. Ina maana kitabu hicho ilikuja kugawa, nilikwambia kuwa pale ambapo walichukuliwa maskola 70 kutoka pale Waebrania kwa Israeli pale, wakaenda kule Alexandria kwenye nchi ya Wayunani, na baada ya kufundishwa Kiyunani wao ndio waliyetafsiri, na bila shaka Biblia kwanza kutafsiriwa iliitwa Septuagint, ambao ndio tafsiri ya kwanza. So kinachofanyika, wao ndio waliegawa kitabu cha Samueli kuwa ni vitabu viwili, lakini mwanzoni ilikuwa ni kitabu kinachoanzia mwisho wa Waamuzi, ambao ni kuanzia kwa Samueli na kuenda mpaka mwisho wa nini, wa utawala wa mfalme nani? Daudi. Maana Samueli wa kwanza inaishia pale Daudi anafanya nini? Anakuwa tayari kuchukua uongozi baada ya kifo cha mfalme Samueli, na Samueli wa pili inaanzia pale Daudi tayari akisimikwa na kuanza kufanya nini? Kuwa ni mfalme, lakini hata eneo la Yuda. Lakini sura tunapoenda ile ya 6 tunaona kuwa anasimikwa kuwa ni mfalme wa sasa Israeli yote, lakini inaonyesha utawala, kipindi cha utawala wa mfalme Daudi na ufalme wake. Hiyo ni Samueli wa pili. Sasa watakatifu wa Bwana, hebu tuende tuone Agano Jipya. Samueli alikuwa na huduma. Hebu nisikilize vizuri, tuko kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza. Samueli alikuwa na huduma gani? Samueli alikuwa na huduma ya kinabii, kikuani na kifalme. Kumbuke ya kuwa Samueli huyu tunaona kabisa ya kuwa Samueli mama yake akienda Shilo na akiomba na Mungu akijibu maombi yake, akimwambia Mungu hapo atakaponipa mtoto, anamwekea Mungu ahadi. Hana anamwekea Mungu ahadi hapo atakaponipa mtoto huyo atakaa nyumbani mwako siku zote, wala wembe au utaenda kichwani mwake. Pata picha kwa Samueli, wembe ukwae kwenda kichwani mwake ama kwenye ndevu zake. Tangu kuzaliwa kwake mpaka kifo chake alikuwa ni mnadhiri wa Bwana. Tuliona mnadhiri wa Bwana kwenye kitabu gani? Kitabu cha Hesabu sura ya 6 na sura ya 30. Bwana Yesu asifiwe. So na kukumbusha, maana ninapokwenda mbele kule nyuma, mimi sitaki nisahau, ndio maana nikwenda mbele na nyuma kule pia na kuwepo, ninakukumbusha maeneo machache. So Samueli alikuwa na hizo huduma 3: nabii, kuhani na mfalme. Naye alikuwa ni picha na kivuli cha yeye aliyekuwa ni mfalme, yeye aliyekuwa ni kuhani mkuu, na yeye aliyekuwa ni nabii. Waisraeli wanasema na ametokea nabii mkuu kati yetu. Yesu alikuwa ni nabii, ndio maana mimi ni nabii, wewe ni nabii, na wote ni nabii. Na ndio maana watatokea manabii wengi wa uongo, maana kila ambao Yesu amempokea Yesu na kumfanya kwa Bwana mkuza maisha yake, yeye ni nabii. Huduma aliyekuwa nao Yesu ni unabii, lakini na kuhani mkuu. Maana nimekuambia alivaa vazi la kuhani mkuu akienda kutupatanisha. Umeona, kuhani mkuu alikuwa anaingia mahali patakatifu mara moja kwa mwaka, siku ya upatanisho iliyokuwa ni siku ya 10 ya mwezi wa 7. Akiingia akiwa na damu na mguuni pake, akiwa amefungwa kamba na kengele. Akienda kule, wakiona kamba itikisika, wanasema amekufa nini? Kama sikii vile vikengele, wanasema nini huko? Watu wako masikioni macho wamefunga. Lakini alikuwa anaingia kule na damu ya ng'ombe kwa ajili ya kupatanisha dhambi zake na dhambi ya makwani wengine, lakini pia akiingia na damu ya yule mbuzi wa kafara. Maana siku hiyo mbuzi walikuwa wawili, palikuwa na mbuzi wa kafara na mbuzi wa Azazeli. Mbuzi wa Azazeli lugha nyingine ni mbuzi wa kuondoka, mbuzi aliyetwikwa dhambi na kupelekwa kule wapi? Kule jangwani. Anaingia na damu ya ng'ombe, anajipatanisha na makwani wenzake, alafu anachukua damu ya mbuzi akipatanisha dhambi
dhambi za wana wa Israeli, lakini ilikuwa ni kila mwaka wanaingia kufanya hivyo. Lakini Kristo Yesu akamwonekana kwake mbele za Maria Magdalena, amevaa vazi la kwani kama alivyokuwa anavaa wakati wa upatanisho. Akaenda mbinguni mara moja, akapatanisha dhambi zetu. Ndio maana akatumia damu yake. Umeona, kuhani mkuu alikuwa anajipatanisha dhambi zake kwanza. Kumbe yeye mwenyewe alikuwa anapatanisha watu dhambi zao baada ya kujipatanisha dhambi zao. Kumbe yeye mwenyewe alikuwa mtenda dhambi, lakini alihitajika kuhani mwingine aliyekuwa mkuu asiyekuwa na dhambi, na huyu kuhani akatumia damu yake, naye ni Kristo Yesu. Akaenda mbinguni, akaingia mahali patakatifu patakatifu, akapatanisha dhambi zetu moja kwa moja. Na leo hii kwa damu yako umefanywaje? Sema nimekombolewa. Uhitaji tena kutolewa damu tena. Ndio maana Kristo ametuokoa. Watakatifu wa Bwana ilikuwa ni mateso. Ukifanya kosa kidogo tu, wewe na mbuzi sio angeisha sasa hivi. Kondoo. Yesu akamwaga damu yake mara moja, akaingia mahali patakatifu patakatifu mara moja. Ndio maana nasema hivi, Samueli, huduma za Samueli zilikuwa ni kivuli cha huduma za Yesu Kristo. Ndio maana Samueli alikuwa ni nabii, Samueli alikuwa ni kuhani, Samueli alikuwa ni mfalme, maana aliwaamua watu wale. Yesu Kristo alikuwa ni nabii, alikuwa ni kuhani mkuu, na alikuwa ni mfalme. Ndio maana mimi ni kuhani mkuu, mimi ni nabii, na mimi ni mfalme. Sisi ni wafalme pamoja na Kristo. Sema mimi ni mwana wa mfalme. Mimi ni mwana wa mfalme. Mimi ni mfalme. Mimi ni mfalme pamoja na Kristo. Kwa sababu gani wewe ni mfalme? Tukirudi kwenye Mwanzo sura ya 27. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 27. Mungu anasemaje? Na tumfanye mwanadamu kwa mfano wetu na sura yetu, ili akafanya nini? Akatawale samaki wa baharini, ndege wa angani, na kila kiendacho juu ya nchi chenye nini? Chenye uhai. Umeona sasa, unapoongelea dunia unaongelea nyanja tatu. Unapoongelea samaki wa baharini unaongelea bahari, unapoongelea ndege wa angani unaongelea anga, unapoongelea na kila kitu ambacho juu ya nchi unaongelea nchi. Ina maana dunia, nchi yetu ya Tanzania inayo anga lake, inayo makusanyiko ya maji yake, inayo nchi kavu yake. Ndio maana Mungu kabla hajamuumba mwanadamu anatoa sababu ya kumuumba mwanadamu, na tumfanye mwanadamu kwa sura yetu na mfano wetu, ili afanye nini? Akatawale pamoja na wao. Nisikie amen kubwa. Wewe ni mtawala. Amina. Ndoto tu yenyewe ilikutishia amani juzi. Mtawala wapi? Mtawala anaogopa ndotoni? Mtawala anaogopa kushika mkono na jirani? Mtawala anapisha kwa jirani shinde. Unakemea mwanadamu. Ukimwona jirani kabisa unakula kona, huku unakemea kabisa na hapa. Acha mara moja wewe ni mtawala wewe. Sema aliyopo ndani yangu ni mkuu. Aliyopo ndani yangu ni mkuu kuliko aliyopo duniani. So kama wewe unakimbia, basi aliyopo ndani ya yule anayemkimbia ni mkuu, hata kama ni pepo. Usiuze nafsi yako, ewe mzaliwa wa kwanza wa Bwana. Wenye haki wa Bwana ni majasiri kama nini? Kama simba. Wasiokuwa wa haki hufanya nini? Kimbia pasipo kukimbizwa. Ndio maana mimi nikiona naanza kuongea habari za wachawi sana, naona kama mtu huyo ni muoga wa wachawi. Ndio kila wakati la habari za wachawi tu. Wachawi watazuia watu kulala. Basi aliyopo ndani ya uchawi ni wakuu kuliko aliyopo ndani yao. Ongea habari za neno la Mungu watu waelewe. Fundisha watu neno la Mungu la kweli. Teach people the true gospel. Why do you talk about the witches every now and again? Do you fear them? Or are you publishing the devil's kingdom in the hearts of people of God? Saa ingine mtu mwingine atangaza ufalme wa giza. Wewe unafundishaje? Unaambia watu habari za majini ama wacha anaambia watu habari za Injili. Unafundisha watu, wewe unaongea habari za Mungu. Mama Mungu unaongea habari za Injili. Ama unaambia watu habari za wachawi wanayekusumbua. Habari za Injili. Amina. Acha uoga wewe. Umeona sasa, unayo huduma tatu. Kama maana Yesu yuko ndani yako. Ndio maana nasema watakatifu wa Bwana. Mimi siamini kama mtu aliyeokoka anakuwa na huduma moja.
wala karama moja. Mimi naamini mtu aliyeokoka anayo huduma zote, anayo karama zote, kwa sababu nani? Roho Mtakatifu anayegawa huduma yuko ndani yako, hayupo? Roho Mtakatifu anayegawa karama yupo ndani yako, hayupo? Unapofika mahali unatakiwa mshauri mtu, ile karama ya kushauri ya hekima na maarifa inatenda kazi. Ikifika wakati wa kuomba, ile karama ya matendo makuu na miujiza inafanya nini? Inafanya kazi. Imefika wakati wa umeona ile roho ya unabii inakuonyesha kitu. Lakini sasa achana na habari za kutabiri. Kila kitu kwenye Biblia ishafanywaje? Mpaka mwisho. Mimi ukija na kueleza mpaka ile miaka 1000 itakuwa nini, mpaka kwenye ule mji mpya niko hapo. Ndio maana tabiri zote ziko huko ndani. Yesu alizikamilisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu nisomee sasa, tuone kwenye kitabu hicho, kwenye kitabu cha Samueli. Kwenye kitabu cha Samueli tutapata habari za Daudi. Lakini Daudi akiwa ni mfalme mkuu, lakini Mungu akianza kufanya njia ili kupitia Daudi uzao wa Daudi aje afanyike kuwa ni Masihi, lakini pia kifanyika kuwa ni mfalme mkuu. Hebu soma kwenye Mathayo sura ya 1 mstari wa 1 tuone kidogo huko. Kitabu cha Samueli wa kwanza. Hebu soma Mathayo sura ya 1 mstari wa 1. Kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo mwana wa Daudi mwana wa Ibrahimu. Kitabu cha Yesu Kristo mwana wa Daudi mwana wa Ibrahimu. Ina maana yule mwana wa Daudi aliyetabiriwa kwenye kitabu cha Samueli ya kuwa atakuwa Masihi, atakuwa ni mwana wa Daudi, tunaona kwenye kitabu cha Samueli. Kumbe kitabu cha Samueli imebeba mambo mengi. Hebu soma Mathayo 9:27. Tuone habari hiyo kwa undani zaidi. Tutakapoanza kutembea kwenye kila sura kesho, tutakwenda kwenye sura ya kwanza, utaanza kuona sasa, ukipata taswira ya kupata kuelewa kitabu cha Samueli wa kwanza. Na mimi nasema tukitoka mara hii, tukienda kwenye Agano Jipya utacheka, yani tabasamu, yani utacheka mpaka jino la Krismasi litaonekana. Maana mara hii tena tufanye kitu kinachoitwa sijui kufyeka mapori, tunafanya haro. Nani anajua habari za haro? Tunafanya haro. Tulishafyeka misitu yote, tulishakata miti, tulishang'oa visiki. Huu ni wakati sasa haro. Sasa ni laini tu, utaelewa yote. Na ukielewa na ukasimamia nafasi yako, mimi nasema watu wataelewa. Mimi nataka uelewe ili watu wengine waelewe. Mimi na wewe tufanye wengine waelewe. Watakatifu wa Bwana, mimi ni kiu yangu watu wajue neno la Mungu. Maana nani anayefundisha mtu aelewe neno la Mungu? Kuna wakati mwingine anayetakiwa kufundishe anaona kuwa ukielewa utamzidi, sio utachukua watu wake. Hakuna kitu kama hicho. Mimi napenda watu wote waelewe. Mchungaji mmoja anafundisha watu vitaki kufundisha makanisani, wafundishwe kule chuo cha Biblia. Chuo cha Biblia wafundishe watu hivyo. Mimi nimekuwepo huko. Afundishe watu hivyo. Hakuna anayefundisha hivi. Mimi si nipo huko. Hakuna anayefundisha hivyo. Anayefundisha kitabu cha Mwanzo Kutoka mpaka hivyo hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Hebu soma. Yesu alipokuwa akipita kutoka huko, vipofu wawili wakamfuata wakipaza sauti zao wakisema, Ibrahimu mwana wa Daudi. Umeona, hata vipofu wale wawili walitambua kuwa yeye alikuwa ni mwana wa Daudi, ndiyo yule Masihi aliyefanya nini? Aliyetabiriwa. Lakini kwenye kitabu gani? Kitabu cha Samueli. Hebu soma Mathayo 21 mstari wa 9. Kitabu cha Daudi najaribu kiunganisha kwenye Agano Jipya. Maana mimi nikiwa kwenye Agano la Kale lazima nigote kwenye Agano Jipya. Maana manabii ambao ni wakina Samueli na Torati wote walielekeza watu kwenye ujio wa Yesu mara ya ngapi? Ya kwanza. Ndio maana injili yetu lazima iongoze watu na kuelekeza kwenye ujio wa Yesu mara ya pili, ama kurudi kwa Yesu mara ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Na makutano waliotangulia na wale waliofuata wakapaza sauti zao wakisema, Hosana
mwana wa Daudi ndiye mbarikiwa. Hosana mwana wa Daudi ndiye mbarikiwa. Unaona tayari huo ni udhibitisho ya kuwa yale tunatakayeona kwenye kitabu cha Samueli yatakuwepo, yalikuja kudhihirika. Hebu tuone kwenye Ufunuo nayo. Ufunuo ndiyo inayotuonyesha mambo yatakayefanya nini, yatakayekuja kuwa mwishoni. Umeona ninavyosema kule, ninavyokuwa kule nyuma na kuja katikati na kwenda mpaka mwisho itakuwaje nini, ili upate kuelewa. Hebu soma Ufunuo 22 mstari wa 16. Ufunuo 22 mstari wa 16, soma. Mimi Yesu nimemtuma malaika wangu kuwashuhudia ninyi mambo hayo katika makanisa. Mimi ndimi niliye shina la mzao wa Daudi, niliye nyota yenye kung'aa ya asubuhi. Hapo ni Bwana mwenyewe akisema na nani? Akisema na Yohana yule mwana wa Zebedayo aliandika kitabu cha Ufunuo, akithibitisha ya kuwa yeye ndio shina ya nani? Yeye ndio shina na mzao wa Daudi. Bwana Yesu. Umeona sasa, nimetafuta zaidi ya sehemu 3. Ndio maana kwenye Biblia unaposoma neno ukiona imeandikwa mara moja, tafuta sehemu iliyoandikwa, maana kwenye Biblia inatakiwa neno itajwe zaidi ya mara moja ili iwe andiko limefanya nini? Limedhibitika. Na ikiwa limedhibitika, hata wewe unapoongea unakuwa unayo nguvu ya kuweza kuitumia. Sasa nikuonyeshe mambo machache kuhusu yaliyomo katika kitabu, katika nini, katika Samueli wa kwanza, zilo sura 31. Naomba uwe makini kabisa, maana hapo ndio chanzo cha kujua Biblia, yaliyomo kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza. Na maana nitakwambia kila sura inayo nini. So utakapokwenda kusoma sasa, hiyo ndio mwongozo inayokufanya ujue kitabu cha Samueli. Narudia tena, mtu mmoja naona amestuka. Nasema hivi, nataka nikuonyesha sasa yaliyomo ndani ya kitabu cha Samueli wa kwanza. Ina maana sura ni kuonyesha kwenye kila sura, katika hizo sura 31, ya kuwa kila sura inayo ujumbe gani. So utakapokuwa unasoma, ukisha utasoma mwenyewe. Ukija hapa uje umeshasoma sura ya kwanza. Umeona sasa? Lakini inawezekana soma na sura ya pili, maana habari ya sura ya kwanza, ya pili na ya tatu yanaendana. Umeona sasa? Ili tunaweza tukatoka sura ya kwanza tukaenda sura ya pili na ya tatu ili tupate kuyaelewa, kwa sababu kinachofanyika ni nini? Ujumbe huo. Umeona? Pale ambao Hana anaanza kuteseka kutafuta mtoto na kudhiakiwa na mke mwenza ambao ni Penina, na hatimaye kubembelezwa na nani? Na Elikana, ya kuwa yeye si bora kuliko watoto ngapi? Watoto 10. Lakini kumbuka ya kuwa utaona kabisa ya kuwa Hana anakwenda Shilo, lakini anapomimina moyo wake mbele za Bwana, kuwa ni mwenyewe alishatoka kwenye habari za roho. Maana ilikuwaje Mungu asimuonyeshe yule Eli ya kuwa mwanamke huyu hajakunywa yeyini, eti huyu mwanamke amemimina moyo wako, lakini akuache. Na unapomwacha Mungu anakosa kusema na wewe. Mungu alishaacha kusema na Eli. Ndio maana kinachofanyika nini? Eli akamuona Hana, badala ya kumuona kama mwanamke aliyemimina moyo wake mwenye uchungu ambaye anapeleka hoja yake mbele ya Bwana, akamuona kama mwanamke aliyepiga divai. Akasema acha, akashindwa kufanya nini? Kuvumilia. Akasema acha divai yako mara moja. Akamkemea mwanamke, akamwambia mimi sio mwanamke mlevi, nimeumimina moyo wangu mbele za Bwana. Lakini tayari tunaona kabisa kuwa anajaribu kupitisha baraka pale. Hatimaye anazaliwa Samueli, na tayari Hana tutaona ya kuwa anaitimiza nini? Ahadi yake, lakini na wimbo wake. So hayo ni matukio ambayo yameunganika. Kuna sura ambayo imeunganika na sura nyingine ambayo inatakiwa kuisome kwa wakati moja ili upate kuelewa. So kama lazima tusome sura ya kwanza, pili na tatu, zisome zote ili tuende kwa pamoja. Tunataka uelewe. Bwana Yesu asifiwe. Yaliyomo katika sura, katika Samueli wa kwanza, ukianzia kwenye sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka sura ya pili mstari wa 11, ni kuzaliwa kwa Samueli. Kuzaliwa kwa Samueli. Sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka sura ya pili mstari wa 11, kuzaliwa kwa Samueli. Unapoisoma unatakiwa usome ukijua kabisa pale ni kutafuta kwa Samueli. Utaona pale inaanza kama kitabu cha nani? Kama kitabu cha Ruth ilipoanza kwa kutaja familia moja.
Umeona, na matatizo aliyowakumba ile familia moja ya Elimeleki. Tutaona sasa kitabu cha Samueli wa kwanza ikianza kwa kuongea habari za familia moja ambayo ilikumbwa na shida ya mwanamke mmoja kati ya ile familia kutopata nini? Mtoto, na ikiwa ni familia ya Elikana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini umeona kitabu cha Ruti na kitabu cha Samueli ni zinaanza kwa kutazamwa kwa familia fulani moja, lakini familia iliyemtumainia Mungu kwa wakati ambayo taifa la Israeli ilifanya nini? Ilimwacha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda kwenye sura ya 2 mstari wa 12 mpaka sura ya 3 mstari wa 21. Sura ya 2 mstari wa 12 mpaka sura ya 3 mstari wa 21, hukumu iliyomkabili Eli na familia yake. Umeona sasa, kuna Eli na familia yake walikuwa ndio makwani. Eli tayari alikuwa ni kwani aliyeiongoza, alikuwa ni kwani na mwamuzi aliyeongoza taifa la Israeli miaka 40. Lakini kumbuka ya kuwa tayari Eli amerithisha watoto wake nini? Ukuhani ule. Lakini watoto wale wanaanza kutenda madudu ndani ya nyumba ya Bwana. Sasa ndio maana usiruhusu mtoto afanye mabaya nyumbani kwako, unanyamaza, mabaya yatakupata wewe. Mabaya alimpata Eli. Eli hakutenda mabaya kwenye kipindi chake cha utawala wa miaka 40, lakini mwisho wake macho yake ameanza kujifunga sasa. Hana nguvu tena ya kusema na watoto wale, na watoto wale inaonekana kuwa hata kuwalea aliwalea kwa kuwabeba kama mayai asije akavunjika. Usimlee mtoto kama mayai. Mtoto anapohitaji fimbo mpe nini? Fimbo, maana ule ujinga uliopo kwenye kichwa cha mtoto uondolewa na nini? Fimbo. Mimi sitaki mtoto wangu achapwe. Wewe mbona ulichapwaga shule wewe? Wewe mbona ulichapwaga na yule mama ya jirani ama baba wa jirani miaka hiyo nyuma kule kijijini wewe? Acha mtoto wako achapwe kama wewe umeshindwa kumchapa. Watoto wengi wakichapwa mnawarusha kwenye Instagram sasa hivi. Acheni mambo hayo bwana. Tuache watoto walimu wachape watoto bwana. Na walimu nao wasizidi. Mwalimu mwingine anapiga mtoto karate. Wewe chukua fimbo. Kuna sehemu za kuchapa kwenye mtoto wa kike na mtoto wa kiume. Ni kweli sio kweli? Tulikuwa tunaona mtoto wa kike alikuwa chapwa makalio, alikuwa anachapwa mkono. Mtoto wa kiume alikuwa anachapwa makalio. Mimi nimesoma bwana, nikaona hayo. Lakini leo hii mwalimu akichapa mtoto wako unanuna, unamwandikia message ya vitisho. Tuache walimu, maana walimu hao Mungu amewapa kazi hiyo kama wito ili wakae na watoto wetu. Wewe ukae na watoto wako masaa mengi, lakini mwalimu yule wa primary ama sekondari, mimi nimechapa mpaka sekondari. Uliyesoma kule nyuma ulichapa mpaka sekondari. Sasa hivi unachapa mtoto wa form 1. Atakutolea kwanza msimu hatari, atakutolea touch screen, iPhone 7. Atakwambia usinichezee bwana. Wewe mwenyewe na kitochi mwalimu. Tunawapeleka walimu wapi? Where are we taking teachers? Let us give the teachers the freedom to care for our children. You are cared for. That is why you don't misbehave. Your kids are misbehaving because you are trying to cover them. Give teachers freedom. Let them take care of our kids. That is the opportunity which they have been given by God. When they cane your child, they take those videos, Instagram or Twitter, then they send them. That is not good. Now teachers are fearing even to punish our children at school, which is not good. So many children are not in the straight line. Because why? We don't give our teachers time. Let us love teachers who are teaching our children. You are caned even when you are in secondary. What of your child who is a pupil in primary school? Me, I don't feel good in that. That is why I'm saying this. I'm not siding with any side, but let us give them freedom. That is why teacher will see your child misbehaving and the teacher will keep quiet. Don't give your child an iPhone to go into school. That is not good.
Hebu mtoto unampa simu ambayo mwalimu mwenyewe anamuogopa. Anatembea naye ameshika kabisa. Headmaster mwenyewe ana iPhone. Ukishampa mtoto iPhone milioni 2, mwalimu mshahara wake hujafika hata na nusu milioni. Mwalimu hajaogopa. Akichapa mtoto mwingine chini ya dawati, ana rekodi. Baadaye anarusha kwenye Facebook. Watakatifu bwana, kuna vitu ambavyo tunakubali lakini ni mpango wa shetani. Mimi mtoto wangu akichapwa, akija nyumbani hata amechapwa, hawezi kusema. Naanza nikaenda shuleni kesho nikamwambia mwalimu, nataka nikupe kwanza yale umechapa mtoto. Zamani tulikuwa tu wazazi wetu, mzazi wako akiitwa shuleni, mzazi wako anaanza na wewe pale kwanza, si ndio? Leo hii hebu nasema kama mtoto wako anasoma, Mungu amesema na wewe. Mwache mwalimu yule ambayo Mungu amempa wito na kukaa na mtoto wako, amtunze vizuri. Mwalimu hawezi kumuua mtoto. Lakini sasa hivi nikiangalia kwenye Facebook badala watu wahubiri injili, wanahubiri umbea, siki mtoto kachapo. That is not good. Alafu zinaweka chumvi. Walimu sasa hivi mtoto hata kama anafanya madudu, mwalimu anaogopa. Nisije nikapigwa nini? Watu wenyewe wanatembea na simu mawe, wanaziita mawe za kueleweka. Kama mtoto huyu yuko form 2 umeshamnunulia simu kama hiyo, kwanza tamdharau mwalimu. Anamuona mwalimu ana kisimu cha bei cha shilingi 24,000, anamwangalia anasema, kama mtu anasoma nini wakati kama ameshapata simu ya bei mbaya? Ndio maana hata elimu ambayo anasoma mtu ambaye anafanya kazi, asipokuwa makini hawezi akafanya vizuri, kwa sababu anafanya kama lesha. Lakini mimi naona sisi tulikuwa tunakosa hata ada, ndio maana tulikuwa tunafanya vizuri. Kuna wakati mwingine mtoto anayepata kila kitu, nasoma kwa ajili ya nini? Baba na nyumba 10, Bangari nini? Mwambie mtoto bwana wewe soma. So, yani elimu ndio nini? Ndio urithi naye kupa. Hivi hapa ni ya kwangu na nani? Adali wangu, msinichezee. Mwambie mtoto kweli. Mchungaji, utaki watoto wetu sisi wanaagizo kuu. Mimi kwanza nitaruka na mtoto ule ukuta. Nikisikia kwa na mmisibie mbele ya mwalimu, yani nitakuwakilisha vizuri tu. Hebu tuone walimu wale huruma. Nyinyi wote mlichapwa mpaka mkiwa sekondari. Na waona, hebu nione mtu ambaye kuchapwa sekondari akiinua mkono juu. Aliyeenda sekondari hapa. Kama sekondari ulikuwa unachapwa, leo mtoto wako darasa la 6 sichapwe nini? Ye nani? Na ndio maana watoto wamekuwa wanamaota mapembe. Pembe hazikukatwa. Wewe mwenyewe amekuwa ni sugu kwako sasa hivi. Alikuwa anachapwa. Hata kama mtoto amechapwa, uwe makini sana kupokea, maana kila mtu anapotaka upande wake. Mwalimu wewe nitaki bwana. Hakutakije wewe wakati unataka upite wewe. Kuanzia sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka 20. Sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka 22. Kwa sababu ya dhambi zao, Israeli walipata hukumu ya Mungu kwa Wafilisti kuteka sanduku la agano. Lakini pia sio kuteka sanduku la agano. Wewe hukuwahi kujua ya kuwa Shilo Mungu alikataa wapi? Wakati hao watoto wa Eli walitenda mabaya, Mungu aliruhusu. Walipoteka sanduku la agano, walikwenda mpaka Silo, walivunja kabisa Silo. Ndio huko ndiko Mungu alikokataa Shilo. Lakini adhabu hiyo kwa sababu ya dhambi walivyokuwa wanalitenda. Na kwa wakati huo utaona kabisa kuwa wakati sanduku la Bwana iliondoka, utaona kabisa kuwa waliuawa Waisraeli wengi, lakini wale watoto wa nani? Wale watoto wa Eli pia waliuawa kule sanduku la agano lilichukuliwa. Lakini mke wa Finehasi alikuwa akifanya nini? Akijifungua, na yeye pia akataza Ikabod, na yeye akafa. Lakini baba mkwe naye kaletewa taarifa, naye kadondoka chini kafa. Nini? Hukumu ya Bwana ilifikia wakati wake. Agano la kale ilikuwa ni agano ambao Mungu anapitisha hukumu yake. Sura ya 5
mstari wa kwanza mpaka wa 7. Sanduku la agano kurudi. Sanduku la agano ilirejea yenyewe. Bwana ndiye aliyejitetea na kulirudisha. Sura ya 7 mstari wa 2 mpaka mstari wa 17. Waisraeli kutubu na kupata ushindi wa ajabu. Sura ya 7 mstari wa 2 mpaka 17. Waisraeli wanatubu na wanapotubu wanapata ushindi wa ajabu. Ina maana ushindi ule aliyewaongoza toba tayari, Samueli anachukua nafasi sasa kama muamuzi. Samueli akaomba, pale ndipo Samueli alipata ile neno ambao unapata kwenye nini? Unapata kwenye Yeremia sura ya 15 mstari wa kwanza, ya kuwa hata kama wangeitwa Samueli na Musa hapa, bado watu hawa ningewadhibu tu, waruhusu waondoke mbele yangu. Nini? Mmoja kati ya waombaji sana alikuwa ni Samueli na Musa. Samueli akaomba, radi zikapiga, na hatimaye Waisraeli walikuwa wana silaha, maana hata mundu zao walikuwa wanakwenda kunoa kule kwa Filisti. So wakashinda kwa mkono wa Bwana, lakini baada ya wao kutubu. Ndio maana tubu, mrudie Mungu, na vyote vilivyokuwa vinakushinda utavishinda kwa jina la Yesu, utavishinda kwa damu ya Yesu. Mrudie Bwana, acha kutenda mabaya. Ni dhambi ndiyo iliyokufarakanisha na Mungu. Dhambi hufarakanisha watu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sura 8 mstari wa kwanza mpaka 22. Israeli wanaomba kuwa na mfalme kama mataifa mengine. Tutaomba na kuonyesha hayo iwe ni mwongozo kwako unapopitia kila sura, upate kusoma na kuona, ukiziunganisha tayari unapata maana moja kwa moja ya kitabu cha Samueli wa kwanza ya kwenda kwaje. Maana mwongozo huo haipo kwenye Biblia, haipo kwenye Biblia uliyekuwa naye. Bwana Yesu asifiwe. Israeli wanaomba kuwa na mfalme kama mataifa mengine. Sura ya 9 mstari wa kwanza, sura ya 9 mstari wa kwanza mpaka sura ya 10 mstari wa 16. Sura ya 9 mstari wa kwanza hadi sura ya 10 mstari wa 16. Mungu anamwagiza Samueli kumpaka mafuta Sauli kuwa mfalme. Pamoja na Samueli alikataa ombi lao pale kwenye hiyo, pale tulipoona mwanzo walipoomba kwa mfalme, lakini Mungu anamwagiza Samueli ampake Sauli mafuta ili awe mfalme. Sura ya 10 mstari wa 17 mpaka mstari wa 27. Sura ya 10 mstari wa 17 mpaka 27. Sherehe ya faragani inafuatwa na sherehe kubwa ya hadharani kumtawaza Sauli kuwa ni mfalme. Ina maana katika hiyo sura ya 10 mstari wa 17 mpaka 27 tunaona kwa inaanzia sherehe ambayo punda walipopotea. Ilianzia ile sherehe ya faragani ambao walikwenda kutafuta wale punda, lakini tayari Samueli alishaagiza mtu atengeneze nini? Mapochopocho, au sio? Lakini inafuatwa sasa na sherehe ya hadharani ya kutawazwa Sauli wa kabila la Benjamini kuwa ni nani? Kuwa ni mfalme wa kwanza wa Israeli. Lakini je, alidumu? Hakudumu. Sura ya 11 mstari wa kwanza mpaka 15. Sura ya 11 mstari wa kwanza mpaka 15. Sauli anahesabiwa kuwa ni shujaa wa taifa baada ya kupata ushindi mkubwa. Sura ya 11 mstari wa kwanza mpaka 15. Sura ya 11 mpaka 15 inakuonyesha kuwa watu wengi walianza vizuri na Mungu. Ukiwa na Mungu unashinda. So hii sura ya 11 mstari wa kwanza mpaka 15, Sauli anahesabiwa kuwa shujaa wa taifa la Israeli baada ya kupata ushindi mkubwa juu ya Waamoni. Unaweza kaandika tu ushindi mkubwa wa mfalme Sauli inamfanya afanywe kuwa ni shujaa wa taifa baada ya ushindi wa Waamoni. Sura 12 mstari wa kwanza mpaka 25. 12 mstari wa kwanza mpaka 25. Samueli anajiuzulu kuwa kiongozi wa taifa. Hapo ndipo yule aliyechaguliwa, aliyetawazwa kuwa mfalme Sauli akaanza kuota mapema.
Sauli anaona sasa kapewa mamlaka yote. Mwanzoni alikuwa chini ya Samueli, sasa ataanza kwenda kinyume, na hapo ndiye ametoka. Na mtu akitoka huwezi kumshawishi, ataona kama unampinga. Ndio maana hata mtu aliyefanya nini, aliyeanguka dhambini, mtu huyo kurudi anahitaji neema ya Mungu. Maana kama ni mchungaji ama ni kiongozi, ukimhubiria anaona najua, anaona kama wewe unamnyoshia kidole, anaona kama wewe unamkanya, anaona kama wewe unakwenda kinyume naye, hawezi kutambua kuwa ni Bwana anamtaka amrudi. Bwana Yesu asifiwe. Samuel anajiuzulu kuwa ni kiongozi wa taifa. Ina maana tayari anakabidhi mamlaka yote kwa mfalme sasa Sauli, ule mfalme wa kwanza aliyechaguliwa. Na hapo ndipo sasa Sauli anatoka kwenye mstari. Je, ulipopewa mamlaka ya kuwa unajua kuomba, unaweza kufunga, je, unaitumiaje? How do you use it? When you are given an opportunity that you know how to pray, so that you can pray. How was it? How was your behavior? Some people do misbehave. When you are given an opportunity of praying, try to bend low. Jitahidi ushuke. Ukipanda juu kule utashushwa. Watu wengi wamejikweza wenyewe. Hakuna mlokole utakayemwambia ujui kuomba akakubali. Lakini ukimuuliza nani alikufundisha kuomba? Bwana mimi naomba bwana. Najua kuomba bwana, buvunja. Ukimwangalia kapinda, anatembea kama gari ile kata center board. Anatembea kama gari ambayo imekatika center board, lakini naomba usiku kucha. Ukimwona macho yamejaa usingizi, Mungu aliumba usiku lala. Aliyekuambia ulale uombe usiku kucha analala. Ukiona watu hao macho yamevimba kwa sababu usingizi na kudai, usipolala mwaka mzima, hata kama ukimaliza miaka 5 bado usingizi itakudai tu. Kuna wakati mwingine hakuna aliyekuloga, wakati mwingine wewe yani unasikia usingizi. Go and sleep. You are feeling sleepy. Mchungaji, umejua saa 6 usiku ndio wachawi wanaanza kuruka, na mimi saa 6 naanza kuomba. Nani kakudanganya hivyo? Wachawi wanaruka nje, wanaruka ndani. Njia zetu sio moja. Unaombaje wewe huko chumbani kwako, huko chini ya magoti? Unarukaruka kama Masai. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. What are you doing? Are you honoring God? Roho Mtakatifu amekuongoza kwenye mkao upi unapoomba? Wewe kila siku, kuna siku ulipiga magoti ukienda mbele za Mungu. Wewe kila siku unasimama halafu unakaza macho wewe. Watu wa Mungu aliyeitwa kwa jina lake wakifanya nini? Wakijinyenyekesha. Wakijinyenyekesha wapi? Mbele zake. Una misbehave mbele za Mungu. Halafu you are demanding. Because of, instead of requesting or asking, you are demanding. You are commanding. You are commanding God. Unamlazimisha Mungu. Unamquestion Mungu. Shetani ni mjinga bwana. Shetani hana aibu wala hana adabu. Sura 13 mstari wa kwanza mpaka sura 13 mstari wa kwanza mpaka sura 14 mstari wa 52. 13 mstari wa kwanza mpaka 14 mstari wa 52. Sauli apata ushindi dhidi ya Wafilisti. 13 mstari wa kwanza mpaka 14 mstari wa 52. Samueli apata ushindi dhidi ya Wafilisti. Sauli, mfalme Sauli apata ushindi dhidi ya Wafilisti. Sura 13 mstari wa kwanza mpaka 14 mstari wa 52. Sura 15 mstari wa kwanza mpaka 35. 15 moja mpaka 35. Sauli apata ushindi juu ya Waamaleki. Unaweza kaandika ushindi juu ya Waamaleki kwa ufupi. Alafu kesho tutakapokuwa tunapitia sasa ukaweka sawa, maana tutakapopitia kila sura nitataja tena.
sura 15 mstari wa kwanza mpaka 35, Sauli apata ushindi juu ya Wamaleki. Lakini inaendelea, unaweka fursa badala, lakini kila mara uasi wake ulionyesha kwamba hakufaa kuwa ni mtawala wa watu wa Mungu. Lakini kila mara uasi wake ulionyesha kwamba hakufaa kuwa mtawala wa watu wa Mungu. Umeona sasa, pamoja nalipata ushindi kwa wale wa Amaleki, lakini kumbuka ya kuwa yani uasi wake wa kila wakati. Mara akaenda kule wapi, Gilgali. Samueli akasema atakuja baada ya siku 7, akaona Filisti wanachokoza, akatoa nini? Akatoa sadaka. Wewe unatoa sadaka, wewe ni mkwani? Nimesema sura ya 15 mstari wa kwanza mpaka 35, nimesema Sauli apata ushindi juu ya Wamaleki. Inaendelea, lakini uasi wa kila wakati ama kila mara ilionyesha kuwa akustahili kuwa ni mtawala wa watu wa Mungu. Amina. 16 mstari wa kwanza mpaka 23, sura 16 mstari wa kwanza mpaka 23, kuchaguliwa Daudi kuwa mfalme. Mungu achezi na sura. Hata mimi nikicheza hapa mbele nyuma ya hii madhabahu nikifanya mchezo, anaweza kanitupa nje akakupandisha hapa, anaweza akatoa mtu kule nje akampandisha hapa. Ndio maana nahitaji kunyenyekesha chini ya msalaba wa Yesu. Kuchaguliwa Daudi kuwa mfalme, sura 17 mstari wa kwanza mpaka 58. 17 mstari wa kwanza mpaka 58, Daudi amshinda Goliath. 17 mstari wa kwanza mpaka 58, Daudi anamshinda Goliath. Unaweza ukaandika kama mwendelezo. Baada ya kumshinda Goliati, alipandishwa cheo katika jeshi la Israeli. Lakini mafanikio yake tayari ilimpa Sauli nini? Wivu sasa. Yaani kumshinda Goliathi inafanya apandishwe cheo kwenye jeshi, lakini pata picha ya kuwa tayari badala ya mfalme yule afurahie maana amepata jembe, tayari anapata wivu, anaanza kutafuta kumuua David ama Daudi. Sura 18 mstari wa kwanza, 18 mstari wa kwanza hadi 19 mstari wa 24. 18 mstari wa kwanza hadi 19 mstari wa 24, Sauli anajaribu kumuua Daudi. 18 mstari wa kwanza hadi 19 mstari wa 24, Sauli anajaribu kumuua Daudi. 18 mstari wa kwanza mpaka 19 mstari wa 24, 20 mstari wa kwanza hadi 21 mstari wa 15. 20 mstari wa kwanza hadi 21 mstari wa 15, Daudi akimbia kuokoa maisha yake kutoka kwa Sauli. Sura ya 20 mstari wa kwanza hadi 21 mstari wa 15, Daudi anakimbia kuokoa maisha yake kutoka kwa Sauli. Tayari Daudi anakuwa amejua kuwa maisha yake yanakuwa hatarini. Sura ya 20 mstari wa kwanza mpaka sura ya 21 mstari wa 15, Daudi akimbia kuokoa maisha yake kutoka kwa Sauli. Sura ya 22 mstari wa kwanza mpaka 23. Sura ya 22 mstari wa kwanza mpaka 23. Sura ya 22 mstari wa kwanza mpaka 23, watu wengi wasioridhika na utawala wa Sauli wanajiunga na Daudi. Sura ya 22 mstari wa kwanza mpaka 23, watu wengi wasioridhika na utawala wa Sauli wanajiunga na Daudi. Utaona kwenye hiyo sura ya 22 ya kuwa wengi wenye dhiki, wenye madeni, wenye njaa wakamwendea Daudi na wakamfanya kuwa ni nani? Mfalme wao. Na kumbuka, hao wenye dhiki, hao wenye njaa, hao wenye tabu
nitakuonyesha tukienda kule mbele, utaona kuwa wale ndio watakayemaliza wakiwa ni mashujaa wa Daudi. Hata wewe ulianza vibaya, ulianza ukiwa na njaa, ukiwa na tabu, ukiwa una kazi, ukiwa una mapato, lakini utamaliza ukiwa na kila kitu. Wale ndio waliokuja kuwa ni mashujaa wa Daudi. Bwana Yesu asifiwe. 23 mstari wa kwanza. 23 mstari wa kwanza mpaka 25 mstari wa 44. 23 mstari wa kwanza mpaka 25 mstari wa 44. Daudi anakataa kumjeruhi Sauli mfalme wake. Alipata kibali cha kuweza kumwangamiza, lakini hakukubali kunyosha mkono wake kwenye mfalme wake. Ampa kwa mafuta ya Bwana. Sura ya 23 mstari wa kwanza hadi sura ya 25 mstari wa 44. Daudi anakataa kumjeruhi Sauli mfalme wake. Sura ya 26 mstari wa kwanza. Sura ya 26 mstari wa kwanza hadi sura ya 27 mstari wa 12. Daudi anakimbilia nchi ya kigeni. 26 mstari wa kwanza hadi 27 mstari wa 12. Daudi anakimbilia nchi ya kigeni. Daudi anakimbilia nchi ya kigeni. 26 mstari wa kwanza hadi 27 mstari wa 12. 28 mstari wa kwanza hadi 29 mstari wa 11. 28 mstari wa kwanza hadi 29 mstari wa 11. Wafilisti wakataa kumpokea Daudi kama mwenzao. Daudi alipokimbilia nchi ya Wafilisti, alijiunga na wao na alikuwa tayari kuenda kuwasaidia kupigana na Waisraeli, lakini Wafilisti wanakataa kumpokea Daudi kama mwenzao. 28 mstari wa kwanza mpaka 29 mstari wa 11, Wafilisti wanamkataa kumpokea Daudi kama mwenzao. Alafu 30 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 31. 30 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 31. Sura 30 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 31. Daudi apata ushindi dhidi ya Amaleki walioshambulia sehemu ya Israeli kusini. Daudi apata ushindi dhidi ya Amaleki walioshambulia sehemu ya Israeli ya kusini. Imesema hiyo ni sura ya 30 mstari wa kwanza mpaka 31. Na kwenda kwenye sura ya mwisho. Nirudie tena. Sura ya 30 mstari wa kwanza mpaka 31. Daudi apata ushindi dhidi ya Amaleki walioshambulia sehemu ya Israeli ya kusini. Daudi apata ushindi dhidi ya Amaleki walioshambulia sehemu ya Israeli ya kusini. Sura ya 31 na ya mwisho. Sura ya 31 mstari wa kwanza mpaka 13. Wafilisti washinda wa Israeli. Sauli na wanawe wanauawa. Wafilisti wanashinda wa Israeli na Sauli na wanawe 31 mstari wa kwanza mpaka 13. 31 mstari wa kwanza mpaka 13. Wafilisti wanashinda wa Israeli na Sauli na wanawe wanauawa vitani. Bila shaka watakatifu wa Bwana, nenda ukasome kwa kupitia huo mwongozo, uone kama hautaelewa. Tayari ukiwa unatembea gizani, ukiwa na tochi inayekuangazia pa kukanyaga, huwezi kukanyaga sehemu ambayo sio sahihi. Ndio maana huo ni mwongozo ambayo itakufanya ukisoma kesho, ukija umesoma, alafu na kesho mimi nikapitia sura, watakatifu wa Bwana, uende usome kwanza sura ya kwanza mpaka 3. Nasoma sura, ukisoma sura ya kwanza unaandika dondoo muhimu, sura ya pili dondoo muhimu, sura ya tatu dondoo muhimu, alafu unasoma kutokana na jinsi ambao uliandika yaliyomo kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza. Ukija hapa nikipitia tena, watakatifu wa Bwana, usipojua inabidi sasa tulete ngoma tukupigie ili upate kuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Ninaishia hapo kwa msingi wa kitabu cha Samueli wa kwanza. Hebu nisikie kofi kwa ajili ya Bwana kwa mtu mmoja anayesema ya kuwa
haikuwa safari nyepesi, lakini tunamshukuru Mungu tumeanza habari za ufalme. Nani mwenye swali kabla sijamshukuru Mungu? Nani mwenye swali kabla sijashukuru Mungu? Ndio maana nasemaga hivi, ufalme wa Mungu utekwa na nguvu, na hao wenye nguvu ndio uiteka. Hiyo ukifanya hivyo, ukisoma na usipoelewa kitabu cha Samueli wa kwanza, huwezi kuelewa Samueli wa pili, huwezi kuelewa ufalme wa kwanza na wa pili, huwezi kuelewa nyakati wa kwanza na wa pili. Na ukienda kwenye kitabu cha Zaburi huwezi kuelewa. Ukienda kwenye vitabu vile vya manabii ndio basi huwezi kuelewa. Na usipoelewa hapo, ukienda kwenye Agano Jipya moja kwa moja huwezi kuelewa kitu, maana hiyo ndio taswira na picha ya Agano Jipya. Nani mwenye swali? Anybody with any question concerning the foundation of the book of 1 Samuel? The foundation of the book of 1 Samuel. Namshukuru Mungu kama mna. Baba, nashukuru jina lako kwa ajili ya msingi Baba mzuri uliyeweka kuhusu kitabu cha Samueli wa kwanza. Neema yako iliyokuwa pamoja nasi iendelee kuwa pamoja nasi Baba, tukipata kuelewa Baba kila kitabu cha Samueli wa kwanza na sura zake zote, na Baba na hata vitabu vingine vyote, na Baba wa rehema yote hayo ukituongoza tuyaweke katika maisha yetu, na tukiishi maisha matakatifu yanayopendeza wewe Baba wa rehema, na tukuza jina lako kwa watakatifu wako Baba waliochukua nafasi yao ama watakayechukua nafasi zao baadaye Baba, kupitia tena katika ibada hii ama kipindi hichi Baba wa rehema. Asante Baba kwa msingi ulioweka. Bila shaka nyumba itakayojengwa juu ya msingi huo itakuwa ni imara. Gusa kila mmoja Baba wa rehema, nafsi, roho na mwili wake, maisha yake Baba wa rehema. Ng'oa mabaya yote, mapando yote, na Baba, maana maandalizi ya moyo ni ya mwanadamu. Sisi tumefanya maandalizi Bwana, lakini jawabu ya ulimi itoke kwako Baba. Sisi tumesoma, lakini wewe tufanye Baba tupate kuyaelewa na kuyajua neno hilo likidumu ndani yetu, maana imeandikwa, neno langu likae ndani yenu kwa wingi. Neno likikaa ndani yetu kwa wingi, tuongoze kuishi maisha matakatifu. Neno lituhuishe, lituumbe tena upya, maana mwanzo palikuwepo neno, nao neno alikuwa kwa Mungu, neno alikuwa ni Mungu, na katika neno vyote vilifanyika. Neno Baba ikamate mataifa yote, neno liongoze watu kwenye Baba wa rehema ujio wa Yesu mara ya pili. Na Baba, tunatukuza jina lako kwa mambo yako ya ajabu tunayeona katika maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo naomba, na wote tuseme amen. Amen. Fanya hivi, useme haleluya, 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 haleluya. Ubarikiwe sana mtakatifu wa Bwana. Ni furaha yangu kweli kweli, maana haikuwa safari nyepesi, lakini ndege yetu tayari nataka kupaa juu.